Hauna wish ya kupata mtoto? Sina wish ya kupata mtoto? Sasa unajua watoto wanapangwa na Mwenyezi Mungu. Watoto wanapangwa na Mwenyezi Mungu. Kwa akitokea tutafurahi. But it's something that you wish for. Mimi si kama mtoto wangu ni watoto 10. Mimi nataka ni watoto 10 unajue. Hapa yenyewe niko nje ya muda she. Na kwa ndio hivyo napata. Kwa mipango ikoje currently? Sasa tunamsikizia Sagodi. Akifurahi mwenyewe adondosha kidi. Lakini wewe kama wewe feeling yako? Anapambana kaka, kula sala kalanga unajua. Zikiitika alhamdulillah, baridi tofauti. Ndio sana kalanga kaka. Ndugu zangu, mimi ni mtu ninayependa kuzungumzia mambo kwenye misingi ya yale mambo. Yaani siongeagi tu kwa juu juu. Mimi huwa napenda kuongea kama ni tatizo, msingi wa tatizo, ili mtu aweze kuelewa. Siongeagi tu juu juu kisiasa. Tuna vijana wa Kitanzania maarufu sana, Diamond na Zuchu. Naona wana make headline sasa hivi, wameachana. Kwanza inatakiwa ujue kwenye akili yako, Diamond ametengenezwa. Sio kwamba Diamond anajua sana, Diamond ni project ya watu. Nikuthibitishie, Michael Jackson alikuwa ni mtu maarufu sana duniani, lakini alikufa maskini. Nirudie tena, alikufa maskini. Mpaka leo jina lake tunalitumia. Juzi tumeachia movie ya Michael Jackson, imeuza kiasi gani? Alafu huyu bwana amekufa literally maskini, tena anadaiwa. Kwa hiyo Diamond imetengenezwa. Diamond tunaweza tukamtoa Diamond tukamwacha Nasibu. Kwa hiyo elewa hicho kitu. Kwa usishangae sana Diamond ni project za watu. Sasa katika jamii inayomiliki utamaduni wake, kwa sababu jamii zetu, yani ufalme wa Roma umenyang'anywa utamaduni. Ufalme wote wa Roma, yani nenda Ulaya yote, Marekani, nchi wa Afrika, tumenyang'anywa utamaduni wetu. Alafu tukafinyangwa kwenye utamaduni mmoja, unified culture. Utamaduni ndio njia kuu ya biashara yote ile. Ndio maana wa Marekani hawataki kukubaliana na utamaduni wa Kiislamu. Kwa sababu utamaduni wa Kiislamu ukiingia pale Marekani, biashara za picha za ngono zitakufa, umalaya, starehe za kishenzi zote unazojua wewe, utamaduni wote wa kishenzi utakufa. Kwa sababu Uislamu hauendani na hivyo vitu. Usishangae kwa nini wa Marekani wameanza kupaza sauti juu ya utamaduni wa Kiislamu. Wako sahihi sana. Wako sahihi sana. Yaani utamaduni wa Kiislamu ukiota mizizi pale Marekani, biashara nyingi sana zitakufa. Kwa sababu wakisha kuwa wengi Waislamu, watakuwa wao ndio waandika sera, ndio watunga sera. Ndivyo inavyokuaga. Wamehamia sehemu Wachaga 50, lazima bado itajengwa. Nakupa mfano. Sasa vijana Diamond na Zuchu wanaishi kwenye misingi ya utawala wa Roma. Zuchu ni Muislamu, Diamond ni Muislamu. Katika misingi ya Kiislamu, Diamond hakutakiwa kuwa na mke mmoja. Sawa? Iko wazi kabisa. Katika jamii inayomiliki watu wake, yani jamii inayosimamia utamaduni wake, huyu Diamond kulingana na riziki alionayo, tayari jamii ingemfunga na wanawake 3 au 4 kabisa, kwa sababu ana riziki nyingi. Lakini kwa sababu tuko kwenye utamaduni wa Roman Empire, Diamond anang'ang'ania kuishi kwenye misingi ya mke mmoja. Na dada zetu wa Kiislamu tayari wamejazwa zile itikadi za Roman Empire. Mume wangu, superwoman. Yani kuna vitu fulani hivi wanawake wa kizazi chetu wamejazwa kwamba, yani sijui nisemeje, wanaweza wakaishi wenyewe wakishakuwa na fedha au maarufu na nini. Sasa Diamond ameshaika wazi kabisa malengo yake ni kutimiza watoto 10 kwenye maisha yake ya huko duniani. Riziki anayo, yuko sahihi kabisa. Katika ufalme wa Roma wa kuishi na mke mmoja, kuna mwanamke wa kumzalia Diamond watoto 10? Hayupo. Si ndio? Kwa hiyo kama huyu bwana ameshaika nadhiri kwamba ana malengo ya kuwa na watoto 10, tungekuwa hii jamii yetu inaishi katika misingi ya kibantu kwamba haikuingiliwa na utamaduni wa Roma tulioletewa na wazungu. Huyu bwana moja kwa moja ungekuta amefungwa na wanawake zake 4. Anawazungukia wanawake zake 4 mpaka apate watoto 10 na zaidi. Huyu malengo yake ya watoto 10 atafikisha. Yaani malengo yake ya watoto 10 huyu bwana atafikisha. Kwa sababu fedha anayo na hakuna mwanamke ana uwezo wa kumkataa Diamond akimtaka. Kwa sababu nature ya wanawake wanavutiwa na nguvu ya wanaume. Hiyo ni tangia zamani. Sawa Achana na haki na superwoman. Kuna vitu wanawake wanaongeaga lakini wamejaa zile elimu za kusadikika. Women love power, that's their nature.
Sawa na yani hiyo haihitaji discussion. Kwa hiyo kama wameachana kweli kulingana na alichokiposti Zuchu kwamba wameshaachana, Diamond atapata mwingine, atamzalisha. Zuchu sijui ana mimba, sijui hana mimba, atampata mwingine, atamzalisha. Labda huyo mwingine ambaye Diamond atampata aingie kwenye akili yake, huyu bwana ana malengo ya kuwa na watoto 10. Mpaka sasa ana wangapi? Na Diamond kwa riziki alionayo na nature ya mwanaume hawezi kuwa na mwanamke mmoja. Twenda kwenye uhalisia, weka hizi dini za Roman Empire pembeni. Yaani mimi nina vita sana na utamaduni wa Roman Empire. Au ninavyosema Roman Empire namaanisha hizi mila wazungu walizotuletea. Kwa sababu utawala wa Roma umekuja na dini ya Kikristo. Dini ya Kikristo, mke mmoja mume mmoja. Inawezekana katika maisha ya kawaida. Mke mmoja mume mmoja ni utamaduni mzuri sana wa kutengeneza jamii dhaifu na kuitawala. Yaani ndoa manake nini? Ndoa ndio msingi wa ujenzi wa jamii yoyote ile au ufalme wowote ile. Ndio tafsiri ya neno ndoa. Yaani ukienda kwenye jamii yoyote ile ukakuta iko imara sana, angalia mfumo wao wa ndoa. Ukifanikiwa kuvuruga ule mfumo wao wa ndoa, unaitawala hiyo jamii. Ndiyo maana wazungu wakatuambia mke mmoja mume mmoja. Huwezi kuelewa wewe. Unajazwa na Yesu. Mke wako atakupa Yesu, si ndio Yesu amezaliwa juzi akazikuta ndoa. Alafu unahubiriwa Yesu ana uwezo wa kukupa ndoa. Hakuna taasisi ya kidini yoyote iliyokuja duniani ikaja na ndoa. Taasisi zote za kidini zilikuja zikakuta tayari ndoa ipo. Inakuwaje hizi taasisi za kidini zituhubirie masuala ya ndoa? Bora Uislamu umeassimilate. Unajua raha ya Uislamu umeassimilate na ilichokikuta kwenye jamii. Yaani Uislamu ilikuta masuala ya mwanamume mmoja na wake zaidi ya mmoja. Kazi ya Uislamu ni kulinda ule utamaduni iliyoukuta. Njoo Ukristo unapingana na mwanamume mmoja kwa na wake wengi. Kwa nini? Kwa sababu wanao promote huo utamaduni, lengo lao ni kutengeneza jamii dhaifu ili waitawale. Huwezi kutawala jamii yoyote bila kuvuruga ule mfumo wao wa ndoa. Jamii yoyote dhaifu, angalia mfumo wake wa ndoa ukoje. Jamii ya Roman Empire. Kumbuka wazungu hawazaani tunajua Ndio maana Ulaya na Marekani discussion kubwa ni uhamiaji. Yaani msamiati uhamiaji Ulaya na Marekani hautakaa uishe. Kwa sababu wao hawazaani. Kwa nini hawazaani tena? Kwa sababu walimdanganya mwanaume ana uwezo wa kuishi na mwanamke mmoja. Baada ya kumdanganya mwanaume anaweza kuishi na mwanamke mmoja, kikundi fulani cha watu kikachukua ile riziki yote, wakafanikiwa kutengeneza jamii dhaifu. Unajua ukishatengeneza jamii dhaifu, unainyang'anya ile jamii riziki yake. Marekani hakuna mashamba. Ukizaliwa Marekani wewe ni maskini totally. Ukizaliwa Ulaya ni maskini. Watu wameshajimilikisha ardhi nzima. Kwa nani atafikiria kuoa tena kama mfumo mzima wa riziki watu wameshajimilikisha? Alafu wakatengeneza mfumo wa maisha wa kuendelea kuwa na kizazi dhaifu. Oa mke mmoja uwe mwanaume, ili tu usiruhusu mianya ya jamii kujiregroup na kwenda kinyume na wale ambao wameinyang'anya riziki jamii husika. Wenye akili kubwa ndo watanielewa ninachokizungumza. Mke mmoja mume mmoja, hili ni bomu la Roman Empire lililolitengeneza kuitawala dunia, kuhakikisha jamii nzima inakuwa dhaifu na inatawaliwa. Yaani jamii yoyote dhaifu, chunguza mfumo wao wa kindoa. Ulaya na Marekani mnayoiona leo hii inakoelekea, wenye akili kubwa ndo wanajua. Angalia jamii gani inaanza kunyoshewa vidole. Jamii yoyote iliyofika sehemu ikajitanua na ule utamaduni wake ni adui wa Ulaya na Marekani. Wasomali walifika Minnesota, wametengeneza jumuiya yao, wanaongezeka, wanavuna riziki, wanagawana vizuri. Adui ya Wamarekani. Uislamu nao una jumuiya zao, unatanuka, adui ya Wamarekani. Wamarekani akina nani? Wale mabepari waliomiliki ile ardhi. Wanaangalia ukuaji wa Uislamu wa Somali. Tutaweza kuikontrol baada ya miaka 10? Hatuwezi. Sasa tuanze kuidemonize utamaduni. Ndoa ndiyo taasisi ya kujenga jamii imara. Diamond na Zuchu kuachana ni matokeo ya ufalme wa Roma ambao Diamond na Zuchu wanaishi. Zuchu anajiona superwoman, kwa anataka amiliki Diamond. Diamond ana nature ya kiume kwamba mimi siwezi kuishi na mwanamke mmoja. Lakini wanawake ambao Diamond sasa na approach ni wale wamejaa Roman Empire. Zuchu ni Muislamu lakini ndani yake ana zile akili za Roman Empire, anataka mume wangu. Ilikuwa ni swala la Zuchu kumkalisha Diamond kumwambia wewe bwana una malengo ya kuwa na watoto 10.
cha kufanya niongezee wenzangu niwajue kabisa. Sitaki masuala yako ya kurukaruka. Unamwongeza nani? Fasta nijue watu wangu. Tukujue kabisa. Yaani tujuane kabisa. Mimi Zuchu anayefuata nani? Alia au na nani na nani? Kwa sababu tayari ushaweka wazo una malengo ya kuwa na watoto 10. Tujulikane ni wangapi. Ukiwa unasafiri tunapanga shift ya kusafiri na wewe. Ingekuwa how good would it be? Ingekuwa vizuri kiasi gani? Lakini Diamond anaendeshwa Roman Empire. Zuchu ana kile Roman Empire. Unakuwa na disorganized society. Kumbuka, jamii yenye matatizo mengi ya kindoa ndio jamii dhaifu. Wapi? Nenda Ulaya na Marekani. Mimi sinaongea kwa mifano. Wanafikiri Ulaya na Marekani kuna watu kule, ndugu zanguni. Yaani hebu kwa mnafuatilia maisha ya nje. Mimi nafuatilia sana utamaduni wa watu wa nje. Kule hakuna watu literally. Napendaga sana wa diaspora wa Nigeria, wa Ghana wanavyosema ule ukweli. Acha diaspora wa Tanzania, at least diaspora wa Kenya huwa wanasema ukweli kwamba nje sio kuzuri, masuala ya depression, upweke ni hatari. Kuna Mtanzania mmoja hivi alitengeneza video moja nilipenda sana. Alipost kwamba una $10,000. Alisema una $1,000 kama akiba yako huko Marekani au Ulaya. Haina thamani kama mtu aliye nyumbani ana dola yake 200. Dola 200 hapa Bongo shingapi? 400 laki ngapi? Lakini 500 kasoro. 500 hiyo. Kwa jamaa alikuwa anamaanisha kwamba una 500 nyumbani. Ni nyingi sana kuliko ukiwa na karibia milioni 2 na 600 ukiwa kule Marekani. Nje sio kuzuri. Kwa sababu wameharibu jamii yao. Kwa Diamond na Zuchu ni matokeo ya utamaduni wa Roman Empire. Kama tungekuwa tunaishi kwenye ubantu wetu, Diamond anamilikiwa na jamii yake. Kwa sababu kulingana na kiasi cha riziki anachokivuna, angefungiwa wanawake zake 4 5, anawazungukia, imeisha hiyo. Lakini hiyo waacha. Wanafikiri watoto wa Diamond wanakwenda kuwa anavyowazaa ovyo hivyo ni injini sahihi ya kujenga taifa lijalo. Wale wanaolelewa na Zari sijui kama wana father figure. Wa Mobeto wana father figure. Yaani hao watoto wa Diamond, angalia watoto wa watu maarufu, ni product ambayo haiwezi kutumika kujenga jamii. Yaani useless tools in a future generation. Watoto wa watu maarufu wote. Angalia mtoto wa Will Smith. Shoga sio shoga, hajulikani. Anaweza kwenda jeshini. Yaani ni hasara kwa namna wanavyolelewa watoto wa watoto maarufu. Tukisha inyang'anya serikali ardhi yetu, tukarudi kwenye mfumo wa jumuiya, lazima tuwe na jumuiya, watoto wanakutana, tunawatrain katika misingi ya KJKT kama future generation yenye nguvu. Hakuna tajiri mwenye uwezo wa kumlelea mtoto akaja kuwa productive katika jamii yake. Hayupogi. Elon Musk ameshathibitishia mtoto wake ni shoga, hakumpa malezi sahihi. Mtoto anayelelewa kwenye jumuiya ndio anapewaga elimu sahihi, kwa sababu hakuna jumuiya inapenda kumwandaa mtu ambaye sio shujaa kwenye jamii yake. Yani within the community. Angalia ukitaka kuelewa ninachozungumza, angalia watoto wa Kiislamu wanaolelewa kwenye utamaduni wa Kiislamu. Afu angalia watoto wa Kikristo wanaolelewa kwenye utamaduni wa Kikristo. Sawa? Kwa hiyo watoto wa Kiislamu wanaona kabisa wanapewa ile right education. Yaani yale mafunzo sahihi ya utamaduni wa Kiislamu. Na wao wa Kikristo wanajazwa ule ujinga wa Kikristo. Nimelelewa huku. Wanakuwa ni useless kweli kulingana na utamaduni wa Kikristo. Ndugu zangu, mimi ni Mkristo, kwa lazima nikiri madhaifu ya utamaduni wetu. Sasa je, sisi Wabantu wapi tunalelea watoto wetu? We need JKT Junior na mtaala wake kabisa, ambao tutakuwa watoto wanainjektiwa. Nisiende mbali. Nilitaka tu kubrief kwamba haya Zuchu na Diamond ni matokeo ya sisi tunaoitawala dunia. Hatupendi jamii imara ili tuweze kuitawala. Na tunatumia kina Diamond, akina Zuchu, akina sijui nani hawa maarufu ili kuivuruga jamii. Kumbuka, kila nchi na Diamond na Zuchu, lakini kuna nchi nyingine watu kama Diamond na Zuchu they are being controlled by the government. Wanatawaliwa na serikali ili wasivuruge jamii. Kila jamii ina watu maarufu, lakini jamii nyingine watu maarufu wako chini ya serikali zao. Kumbuka sisi tuko chini ya serikali za Roman Empire. Kwa maana unaona Zuchu kaamka ka post alichokipost, tumeachana Diamond kuleta taharuki tu. Na watu wauze story. Yaani sijui nisemeje. Lakini naamini tukirudi kwenye misingi yetu ya Kibantu, ili tatizo dogo sana
Ili turudi kwenye misingi yetu ya Kibantu, ni wakumbusho wa Tanzania, lazima ardhi yetu irudi kwetu sisi na serikali kuu iwe tarishi. Kwa sasa serikali yetu ndio inamiliki ardhi yetu ambayo ndio msingi mkuu wa riziki, kwa hiyo inadalalia inavyotaka. Ndio maana unaona watu wanaenda race, kwa sababu mfumo wetu wa riziki tumenyang'anywa. Lazima katiba tutaandika, ardhi kisharudi kwetu tutaijengea misingi yote ambayo ni kwa faida ya wote. Lazima ardhi ya Tanzania irudi kwa Watanzania ili tuandike mfumo sahihi wa kupambana na hizi mila na desturi za Kiroma za kishenzi. If you want to suffer mental illness, come to Europe. If you want to suffer depression, come to Europe. If you want to suffer loneliness, come to Europe. If you want to start talking to yourself, come to Europe. And let me tell you, as soon as you start talking to yourself, you are already going crazy. Now, let me show you a video evidence of Europe. Do you see anybody? Nobody. Let me show you the time. There is nobody that will not go crazy in this kind of environment. Let me end this video here. My name is Rodi. See you. Tuelimike, tusiwe wasomi.